swala la wivu. Mwanadamu, kiumbe mwanadamu ambao ni tokeo la anguko la mwanadamu, tumejengewa hiyo silka ya wivu. Na chanzo chake cha kumwonea mtu wivu ni kujilinganisha. Unaona mtu yuko hivi na wewe uko hivi, unataka kuwa kama yule, wakati Mungu amekuumba wewe mwenyewe kwa namna ya pekee. Kila mwanadamu ni kiumbe pekee jinsi ulivyo. Katika hali hiyo ya kujitambua, ni kujitambua jinsi nilivyo. Mungu ameniumba hivi katika maumbile, na Mungu amenipenda hivi. Hakuna haja kulinganisha na mwanadamu mwingine au kutaka kuwa mtu mwingine tofauti na jinsi ulivyo. Kujikubali katika hali yako inakupa amani. Lakini vile vile vipawa mbalimbali. Kila mwanadamu Mungu amempa karama na vipawa mbalimbali, kila mwanadamu kutokana na upendo wake. Kwa hiyo hakuna haja ya kujilinganisha na mtu mwingine. Nafasi mbalimbali, mara nyingi tunakuwa na hiyo ambition, hata katika majukumu mbalimbali, ofisi mbalimbali, wizara mbalimbali, unataka kuwa wa juu. Uko sehemu yako fulani, lakini unakuwa na ambition kwenda juu zaidi. Na yule aliyekuwa pale, si Mungu amemweka pale. Kwa vile wewe ndio unataka kuwa pale juu, unamuonea wivu yule mtu. Hata unaweza kumchukia wakati yule mtu hajafanya jambo lolote, amekuwa katika nafasi hiyo. Na hujui huyo mtu ambaye hiyo nafasi unayoitaka, haujui changamoto gani anazipata. Si ajabu hapo ulipokuwa wewe, ambako Mungu amekuweka kwa sababu maalum, si ajabu una amani zaidi kuliko yule ambaye yuko pale juu katika madaraka. Kukubali kufanya vyema katika nafasi yako bila kuonea wivu mtu mwingine. Mfano, juzi wakati wa mazishi ya Mwadhama, nilikutana na waziri mmoja. Waziri huyo sasa hivi sio waziri tena, lakini alikuwa waziri wa wizara kubwa tu. Hana walinzi, tunatembea naye tu kwenye kundi kama mtu kawaida. Nikatafakari, huyu mtu sasa hivi ana amani, hana haja kulindwa na maaskari. Maana unapolindwa ina maana unaogopa, sio? Maisha yako hatarini. Sasa huyu hana wazifa, ana amani zaidi kuliko alivyokuwa katika mawazifa hayo. Sisemi wenye wazifa hamna amani, lakini wengi wenu hamna amani. Kwa ndio maana tunazungukwa na maaskari wengi. Sasa alivyo hapa na amani kamili. Basi cha msingi na maana tusiwe na wivu, tujikubali. Tuna hiyo tabia ya kuwa na wivu, inapokuja basi tunaikabili. Halikadhalika katika Injili waliona wivu. Wivu wale waliotumwa kuja kuleta kuvuna yale matunda, wakawapiga, wakawaua taifa la Mungu hilo. Manabii waliletwa kuwakumbusha wajibu wao wa kuzaa matunda ya haki na amani na upendo, wakawaondoa. Kristo anakuja katika mtazamo huo, nao wanamtendea hivyo. Tujichunge dhidi ya wivu.